Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka ziada za rahma zimwendee kiongozi wa umma huu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Wapenzi watazamaji na wapenzi wasikilizaji, ni mara nyingine tena ndugu yenu Sharif Nasibu Mbaraka anakuja na mada. Kwa dakika chache nataka nizungumzie aya moja au aya mbili ndani ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tupate mazingatio na tuangalie makusudio ya Mungu na kutambua ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya hizi mbili zinagusia sana uumbaji wa mbingu na ardhi. Lakini katika uumbaji wa mbingu na ardhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka kuonesha ulimwengu kitu ambacho itakuwa ni ithibatu kuwa Qur'ani imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika sura ya 11 surati Hud aya nambari 7, Allah anasema baada al-istihadha wa basmala, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana arshuhu 'ala al-ma. Na ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku 6. Na kipindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaumba mbingu na ardhi, wa kana arshuhu 'ala al-ma, na arshi ya Mwenyezi Mungu ilikuwa juu ya maji. Aya hii inaonesha upatikanaji wa maji kabla ya mbingu na ardhi. Lakini maji haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameizungumza hivyo katika sura 21 suratul Anbiya aya 30. Allah anasema, awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanat ratqan fafataqnahuma waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minuna. Allah anasema hawaone wale waliokufuru ya kwamba mbingu na ardhi ilikuwa ni ratqan, kitu kimoja. Fafataqnahuma, Allah akaviripua. Mwenyezi Mungu ametumikisha msamiati wa neno fataqi. Watu wa lugha wanasema kuwa fataqin adarabatul kubra, ni muripuko uliokuwa mkubwa. Allah anasema waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minuna, na katika maji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia uhai wa kila kitu kutokana na maji. Afala yu'minuna, je, hawaamini? Aya hizi mbili kuna mambo makubwa, lakini nagusia sehemu ambayo nimekusudia kuyazungumza. Na sehemu hiyo sio jambo lenyewe isipokuwa ni maji, kwa kuwa imetajwa katika aya mbili. Aya ya kwanza huku surati Hud, Mungu anasema ya kwamba arshi ya Mwenyezi Mungu ilikuwa juu ya maji. Na katika sura ya 22 suratul Anbiya, Allah anasema ya kwamba waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia uhai wa kila kitu kutokana na maji. Na Biblia pia ikazungumzia habari za maji haya katika Mwanzo 1:1. Inasema ya kwamba kipindi Mwenyezi Mungu anaumba mbingu na ardhi, roho ya Mwenyezi Mungu ilitulia juu ya vilindi vya maji. Swali linakuja, maji imepatikana kabla mbingu na ardhi kwa mujibu wa Qur'ani na mujibu wa Biblia. Na swali hili nataka Waislamu tulijibu, na Wakristo pia hivyo hivyo nao walijibu. Lengo na madhumuni ni kuonesha ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuonesha kuwa Qur'ani ndiye kitabu pekee kilichozungumzia uumbaji wa mbingu na ardhi kwa ufasaha kabisa. Kwa sababu wanasayansi wa fani ya geography kwenye kipengele cha hidrografi, hii ni sehemu inayohusika na kushughulika na habari za elimu ya maji, wanatuambia kwamba wanasayansi kunapatikana maji
katika sehemu mbili. Maji ya kwanza ni maji ambayo imebebwa katika mgongo wa ardhi. Hapa kunapatikana bahari, kunapatikana ziwa, kunapatikana mto, kunapatikana visima, Ocean, Lake, Fleuve na Riviere. Haya yote yanabebwa na sakafu juu ya mgongo wa ardhi hii. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema siku ya Kiyama, dalili zake hizo kabisa, vituko vyake kabisa, wa idhal biharu fujirat, na pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapopasua mabahari, itakapokwenda kupasuliwa, ni hiyo sakafu iliyobeba yale maji ndiyo Mungu ataenda kuyapasua. Hii tunaangalia kuwa maji ya kwanza inabebwa na sakafu ya mgongo wa ardhi, na hali ya pili ya maji kubebwa kwake ni maji katika anga. Haya ni maji ya mvua, na Allah anasema wa anzalna minas samai maan, na katika mbingu tunateremsha maji. Mungu anazungumzia pa habari za kupatikana kwa mvua. Maji yale yanatokana na glass ambayo iliyofunikwa na couche d'ozone, kwa mujibu wa wanasayansi, kuwa ni maji ya barafu. Glass yanapatikana juu katika mbingu. Tunaangalia kuwa maji haya tunayo leo katika mgongo wa ardhi, maji ya pili katika mbingu kwa upatikanaji wa mvua. Lakini swali la msingi linakuja, yale maji ambayo Qur'ani imesema na Biblia imeitaja ya kwamba yamepatikana kabla mbingu na ardhi kuumbwa, yale maji ilikuwa wapi? Yale maji ilipatikana vipi? Na yale maji ilikuwa juu ya kitu gani? Tunataka Waislamu na Wakristo swali hili walijibu kisawasawa, na natoa challenge masaa 42 kwa muda wa siku 2. Ikiwa majibu haipatikani, basi nitakuja mwenyewe kujibu swali hili kwa ufasaha, kwa urefu na kwa ukina zaidi. Tutambue ya kwamba kuwa fani ya sayansi yana nafasi kubwa katika maisha ya Waislamu na wale ambao wasiokuwa Waislamu, ya kwamba Qur'ani imeitaja sayansi na Mungu akataka tuyasome yale sayansi. Maswali kama na haya unapojiuliza hayo ama kuyauliza, yanakupelekea kwenda moja kwa moja kutambua nafasi ya sayansi katika maisha ya Uislamu na wale wasiokuwa Waislamu. Swali nalirudia, yale maji ambayo ilipatikana kabla mbingu na ardhi, ilibeba arshi ya Mungu kwa mujibu wa Qur'ani, na yale maji ambayo roho ya Mungu ilitulia juu ya vilindi vya maji kwa mujibu wa Biblia Mwanzo 1:1, yale maji ilikuwa wapi? Ilibebwa na nini? Na ilipatikanaje? Wabillahi tawfiqin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasubiria majibu.